Mtakubaliana nami kuwa sekta binafsi ni nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi, hususan sekta binafsi ya ndani. Ingawa mimi sio mshairi, leo niruhusini nianze kishairi. Nasema hivi: moyo hausafiri kwa miguu, lakini hufika kila mahali. Moyo hauongei kwa sauti, lakini ujumbe wake husikika. Kwa kila mpigo wake, mwili huandika historia. Moyo ndio daraja la uhai lisiloonekana kwa macho. Niacheni niseme pia kishairi, sekta binafsi ndiyo moyo wa taifa, kwamba sekta binafsi imechanua kama ua la masika, ikaibua ajira, ikaimarisha uchumi kwa hakika. Ubunifu na uwekezaji vikazaa matumaini mapya. Tanzania ikasonga mbele kwa hatua zenye tija. Serikali yetu kisera kwa sasa, na hususan tangu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan achukue madaraka mwezi Machi mwaka 2021, mwelekeo mkubwa ni kuijenga sekta binafsi, ikiwa ni moja ya muhimili mkubwa sana kwenye ujenzi wa uchumi sambamba na serikali. Na tumefanya hivyo kutokana na ukweli wa kisayansi na uzoefu kutoka mataifa ambayo yameendelea, kwamba serikali ina mwisho wake. Mambo ya msingi ambayo serikali lazima yafanye ni swala la ulinzi na usalama, amani, ni swala zima la kutoa huduma kwa wananchi, kwa maana elimu, afya, maji, umeme na kadhalika. Hayo ni majukumu ya msingi ya serikali, lakini serikali inawajibika kuweka miundombinu ya ujenzi wa uchumi. Kwa mfano, tunapojenga swala la reli, hiyo ni miundombinu ya kiuchumi, barabara, miundombinu ya kiuchumi. Hao ni maeneo ambayo serikali kwa vyote vile lazima ihusike. Lakini upo upande wa pili, ukweli ni kwamba serikali haiwezi kufanya biashara. Serikali haiwezi kumiliki kwa mfano maduka, haiwezi kuuza bia. Kwa hiyo swala la biashara ni swala ambalo kisayansi na kiuzoefu kutoka nchi ambazo zimeendelea ni eneo ambalo lazima lifanywe na sekta binafsi. Kwa hivyo uchumi mkubwa sana katika kuendesha nchi kwa maana ya uwekezaji unakuwa mikononi mwa sekta binafsi. Hiyo ni uzoefu ambao tumeona duniani kote. Hakuna nchi ambayo ni exception kwa jambo hili. Naam. Na hiyo ndiyo sekta binafsi. Kama moyo unavyosukuma damu kwenda kila kona ya kiungo cha mwili, ndivyo sekta binafsi ilivyoendelea kusukuma pumzi mpya katika uchumi wa Tanzania. Sekta binafsi imekuwa injini inayowasha viwanda, kufungua milango ya ajira, kuhamasisha ubunifu na kuvutia uwekezaji. Sekta binafsi imekuwa na mchango mkubwa katika taifa letu, kwa kuanza na ajira. Sekta binafsi zinaajiri sana, zimekuwa imekuwa ina mchango mkubwa katika kutoa ajira kwa vijana na watu mbalimbali. Mchango mwingine, sekta binafsi ni mdau mkubwa kwa serikali katika kupatia mapato. Yes, wamekuwa ni walipa kodi wazuri. Mchango mwingine ni kwamba wamekuwa pia ni wanatoa huduma mbalimbali, ikiwemo hizi sekta za afya, wamekuwa wakitoa huduma za afya. Sekta ya elimu, wamekuwa kuna mashule mengi ya watu binafsi. Kwa kuishauri serikali waweke mazingira wezeshi kwa hizi sekta binafsi, kwa kuangalia umuhimu wao kama nilivyoelezea mwanzo, ikiwemo pia kuwasaidia kuondolea vikwazo kama hivyo vya kodi, kuwapunguzia kodi, na mazingira mengine wezeshi. Yes. Ukiwemo upatikanaji hata umeme, kuna viwanda huko, kuna watu wanawekeza kwenye viwanda, upatikanaji mzuri, ukwepo umeme, maji, kuondolea na burden zingine, hata usafirishaji, kwenye sekta za usafirishaji huko mnatolea burden zingine huko. Kwa nafikiri kuwekea tu mazingira mazuri. Mchango wa sekta binafsi una mchango mkubwa katika nchi yetu, kwa sababu unazalisha ajira nyingi kwa vijana. Mfano kama sisi hapa kiwandani, sekta binafsi imeweza kuwezesha vijana zaidi ya 20 wameweza kufanya hii kazi ya viatu. Mazingira ya kazi ni rafiki, kwa sababu tuna uhakika kufanya kazi kila siku na kazi zimepatikana. Kwa hiyo mazingira ya kazi sio magumu kama ambavyo
yanaweza yakatafasirika kwa mtu mwingine. Ujumbe kwa serikali kuhusu sekta binafsi ni hasa ni kutuwezesha sisi vijana au kutoa mwamko kwa vijana ili waweze kufanya kazi. Tuwe na mwamko wa kupambana ili tuweze kufikia malengo yetu. Sababu bila kufanya kazi inaleta changamoto kidogo hata kwenye swala la kipato. Kwa hiyo vijana tunapaswa tuamke tuweze kufanya kazi. Sekta binafsi ina michango mingi by the way, lakini moja mchango huo ni kwanza kabisa inatoa ajira kwa vijana. Sio kwa vijana tu, kwa watu tuseme, yani pia sekta binafsi imechangia kusaidia vipato vya mtu mmoja mmoja. Kwamba ukiangalia sasa hivi vijana wengi, watu wengi wameajiriwa sekta binafsi, wanakuwa wanapata hela ambazo zinawasaidia kujikimu kila siku. Pia sekta binafsi inasaidia katika kupunguzia mzigo wa serikali kama hivyo, kwamba badala vijana wengi labda au watu kutegemea kwamba wapewe ajira serikalini, wameweza kuajiriwa na sekta binafsi, ikiwemo labda kama hizi kampuni mbalimbali ambazo zinajishughulisha na hizo shughuli za uzalishaji. Ili upate maendeleo lazima kwanza uwe na vijana ambao ni wachapakazi, vijana wanaojituma, vijana ambao wanatambua nini maana ya kuifanyia kazi nchi yao. Sasa hizi sekta binafsi zinapokuja kuajili hawa vijana, moja kwa moja zinaleta mchango kwa serikali yetu, kwa sababu hasa kwenye maendeleo, kwa sababu unapomwajiri kijana, huyu kijana kumbuka kwamba atalipa kodi kupitia mshahara wake. Huyu kijana pia atafanya maendeleo mengine makubwa. Lakini pia hii sekta binafsi tumeziona zimekuwa zikichochea maendeleo ya nchi yetu. Kwa mfano, zinapokuja katika kuanzisha mradi katika eneo fulani, baadhi ya sekta zimekuwa zikijikita kusaidia jamii, mfano kuweza kuchangia michango kwenye vituo vya afya, kwenye shule, barabara, kuboresha. Baadhi ya sekta zimekuwa zikijikita sana katika eneo hilo. Kodi ni mbegu ya maendeleo. Inapokusanywa kwa weledi, heshima na urafiki, huzaa imani kwa wananchi na kujenga taifa lenye barabara bora, huduma bora na uchumi imara. Ukusanyaji wa kodi ni kwa upande wa TRA, wanakusanya vizuri, wana lugha nzuri, wana huduma nzuri, lakini kuna changamoto kidogo kwenye upande wa utitiri wa mifumo ya ukusanyaji wa kodi, kwa sababu sasa hivi tunaamini kwamba katika ukusanyaji wa kodi ni TRA. Serikali walegezee sekta binafsi kwa maana kwenye swala la kodi, wawezeshe pia kwenye swala la mikopo, kwa sababu unapowawezesha kwenye swala la mikopo, yule mtu mwenye sekta binafsi anaweza kujiendeleza. Kwa vile kujiendeleza, kampuni yake ikikua, ile sekta binafsi ana uwezo tuna kuajiri wengine. Hiyo inasababisha anawapunguza watu mitaani kwa kupata ajira. Pia wapunguzie kodi, kwa maana kama ukipandisha kodi utamkatisha tamaa yule pale, biashara itakuwa haiendi. Kwa hiyo wapunguzie kodi, kwa maana kwamba sekta binafsi ina mchango mkubwa sana katika nchi. Sekta binafsi inakuwa imara, mwekezaji huona fursa, mfanyabiashara huona matumaini, na mtumiaji akafaidika na huduma bora zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya hali ya uwekezaji ya dunia ya UNCTAD ya mwaka 2025, World Investment Report 2025, Tanzania imeendelea kuimarisha utendaji wake wa mtiririko wa uwekezaji, ambapo uwekezaji kutoka nje ulifikia dola za Marekani bilioni 1.72 mwaka 2024 ukilinganisha na dola bilioni 1.34 mwaka 2023, sawa na ukuaji wa asilimia 28.3. Wawekezaji pia wa ndani na nje ya nchi tunakutana nao, kwa kweli wanakiri na kupongeza sana kwamba mazingira ya biashara yameboreka sana katika miaka ya hivi karibuni. Na kitu ambacho Mheshimiwa Rais amefanya na serikali yake ni kwanza kutambua umuhimu wa uhuru wa kufanya biashara, kwamba ndio msingi wa uhuru wa kiuchumi na ndio msingi wa kukuza pato la taifa na pato la mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ni kutambua umuhimu huo, lakini haikuisha kutambua, tukachukua hatua stahiki za kisera na kisheria. Kama unavyofahamu, tumebadilisha sheria ya uwekezaji mara mbili. Sasa hivi tunayo sheria ya mwaka 2025 ambayo wawekezaji wengi wanaamini kwamba ni sheria ambayo ni ya kimageuzi makubwa sana. Lakini tumeenda kuchukua hatua za kisera
kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Tumetekeleza kwa mfano Mkumbi ambao ni mkakati wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini ambao umetekelezwa kwa miaka tangu mwaka 2018 mpaka mwaka 2025. Sasa hivi tunaandika awamu ya pili ya mkakati huo. Kwa hatua zote hizi za kisera, za kisheria, za kiutawala, na muhimu zaidi kubwa kuliko yote, utashi wa kisiasa na utashi wa kiuongozi binafsi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeweza kuleta mageuzi haya makubwa. Katika kipindi hiki, juhudi za kuboresha mazingira ya biashara zimezidi kupewa nguvu na kipaumbele. Milango ya uwekezaji imefunguliwa zaidi, changamoto zimeendelea kutatuliwa na imani ya wawekezaji imeendelea kuongezeka. Ni kwa msingi huo, Waswahili husema mti hauoti kwa kivuli chake, bali hukua kwa kutunzwa. Kwa miaka yote hii tumeendelea kufanya vizuri, tumeendelea kuwa na ushirikiano mkubwa sana na wafanyabiashara katika ngazi zote, kwa wafanyabiashara wadogo, wale wakati na wale wakubwa, kutokana na huduma mbalimbali ambazo tunazowapa. Kuna vigezo mbalimbali ambao tumeendelea kuvitumia kama sehemu ya kuwa kivutio katika kuhakikisha kwamba katika uwezeshaji wa biashara. Kamishina mkuu ndugu yetu Yusuf Juma Mwenda katika miaka hii yote miwili amekuja na nyenzo muhimu ya kuwawezesha wafanyabiashara au walipa kodi. Ameanzisha madawati ya uwezeshaji wa biashara katika ngazi zote, ngazi ya wilaya hadi ngazi ya mkoa pamoja na maeneo ya kiforodha. Hii imekuwa ni chachu mojawapo kubwa sana ambayo imewavuta wafanyabiashara na imewezesha wafanyabiashara kuhakikisha kwamba wakiwa na shida zao, wakiwa na matatizo yao, wakiwa na mahitaji yao yanatatuliwa kiurahisi. Kuna wengine wanakuja na masuala ya usajili wa biashara, wengine wanakuja na masuala ya uwasilishaji wa return, hata malipo ya kodi, au sehemu nyingine mtu anashindwa tu kutumia mifumo mbalimbali ya TRA ambayo tumeweka. Haya madawati ya uwezeshaji biashara yamefanyika kivutio kikubwa katika kuwezesha biashara hapa Tanzania. Lakini sehemu nyingine ni matumizi ya mifumo. Ikumbuke kwamba zamani TRA ukitaka kulipa kodi, ukitaka kujisajili, ukitaka kuwasilisha return, hata utunzaji wa kumbukumbu za biashara ni lazima utumie nyaraka, makaratasi, au fike TRA kwa ajili ya usajili, au fike TRA kwa ajili ya kulipa kodi, unapanga foleni. Lakini sasa hivi mifumo hii ambayo imewekwa, kumbuka kwamba tunaendelea kutekeleza yale maagizo ya Mheshimiwa Rais ya kwamba mifumo ifanye kazi katika kukusanya kodi. Sekta binafsi imeandika sura mpya ya maendeleo ya Tanzania. Imeonyesha kwamba uchumi haujengwi na serikali pekee, bali kwa mikono ya wajasiriamali, wakulima, wafanya biashara, wawekezaji na wafanyakazi wanaozalisha kila siku, huku mazingira bora na rafiki ya biashara yakiwa ni kiambajengo thabiti. Sekta binafsi kwa hapa nchini ni sekta ambayo inategemewa kama injini ya uchumi wa taifa. Ni sekta ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa katika upatikanaji wa ajira kwa Watanzania, lakini pia inasaidia katika kukuza mapato ya nchi, kwa maana ya kwamba wanafanya biashara ambao wanaweza kulipa kodi. Lakini pia sekta binafsi imeweza kuongeza katika kuweza kushirikiana kuleta uwekezaji. Wanakuja watu katika nchi za nje kuhakikisha wanaangalia fursa zinazopatikana hapa nchini na kufanya uwekezaji, tunaita foreign direct investment. Lakini pia sekta binafsi inaongeza ubunifu katika kuzalisha ili kuweza kuzalisha bidhaa ambazo zinaweza zikashindana katika masoko ya ndani pamoja na nje ya nchi. Kwa hiyo sekta binafsi imeendelea kuwa ni nguvu ama injini ya uchumi katika nchi yetu, na utaweza kugundua kabisa sekta binafsi kwa Tanzania imeendelea kukua kwa upande wa viwanda, kwenye uwekezaji, kwenye kilimo, lakini vile vile kwenye eneo la utalii. Umeona watalii wanaendelea kuja katika nchi yetu na hiyo sekta inaendelea kukua. Lakini zimeendelea kukua sekta mbalimbali zikiwemo za usafirishaji, logistic, lakini hizi za insurance. Tumeona sasa hivi sekta binafsi zimekuwa kwa upande wa mabenki. Mabenki mengi yameendelea kuanzishwa na yanakuza mitaji na yanaongeza na kufanya biashara. Lakini vile vile tumeona sekta nyingine zinaendelea za horticulture, hivi vilimo vya mboga mboga, maua, watu wanafanya biashara ndani pamoja na nje ya nchi. Kwa hiyo kiufupi, katika nchi yetu sekta binafsi ni muhimili mkubwa, ni injini ya ukuzi wa uchumi katika nchi yetu. Na kama unavyofahamu, sekta binafsi kwenye dira yetu hii ya 2050, 70% inatakiwa itoke kwenye sekta binafsi
Kwa hiyo ni eneo ambalo au ni sekta ambayo imethaminiwa na imepewa kipaumbele ili kupeleka nchi katika uchumi jumuishi, uchumi shindani, lakini uchumi wenye kuleta matokeo. Kwanza kuikuza nchi katika level za kimataifa na kitaifa, lakini vile vile kuhakikisha kwamba ndani ya kufanya biashara huko tunaweza tukapata masoko na tukaenjoy masoko ndani pamoja na nje ya nchi, na sekta binafsi imesimamishwa katika eneo hili. Kwa kweli mazingira yameendelea kuboreshwa na yameendelea kuimarika siku hadi siku. Tanzania ni nchi ambayo inaendelea kukua sana kiuchumi, na sekta binafsi ina play a very big role kuhakikisha kwamba tunaweza kuhakikisha uchumi unakuwa. Kwa mazingira yameendelea kuwa mazuri na wezeshi, na katika hili tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuboresha na kufungua na kuweka mazingira bora ya biashara, inaitwa conducive business environment. Mathalan, juzi tu hapa ametengeneza tume ya kikodi kuangalia changamoto ambazo zinapatikana kwenye kodi. Nini maana yake? Maana yake anataka kuwasikiliza wafanyabiashara, anataka kuhakikisha zile biashara ambazo wanazifanya, je, zinafanyika katika viwango vinavyohitajika? Mazingira ni mazuri kwa upande wa kodi. Wengine wanalalamikia labda maeneo ya vibali. Ameendelea kuhakikisha anashughulikia maeneo kama hayo. Kwa mazingira kwa kweli yameendelea kuboreshwa, na sisi kama Chemba Taifa ya Biashara tunaendelea kumpa nguvu na kumsupport rais katika kuhakikisha anafanya mazingira mazuri ya biashara. Lakini haishii hapo tu. Sisi sekta binafsi ambao tunatokea kwenye viwanda, biashara, kilimo, madini, utalii, tunatoa support na kushirikiana na serikali katika kuweka mazingira mazuri. Niseme serikali yetu sasa inajali sekta binafsi. Imetupa nafasi nyingi sana kwa kuweza kujiendeleza. Labda huo ni uvivu wetu tu. Na vile vile serikali yetu ilivyokuwa sikivu, kulikuwa na vikwazo kidogo. Tuingia na serikali siku hizi vinarekebishika. Tunaona sasa hivi hata watu wakianza kuanzisha makampuni. Bulera ametengeneza mtandao mzuri sana, unaweza kujaza online, umekaa hapa nyumbani kwako, umekaa wapi, ukajaza ukapata na kampuni ikaendelea. Na hii imetusaidia sana hata tunapowashawishi hao wajasiriamali wadogo wanaoanza kwamba sasa wasiwe na wasiwasi. Serikali iko pamoja na wao. Sekta binafsi si gurudumu tu la maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Ni moyo wa uchumi wa Tanzania, moyo unaopiga bila kuchoka. Ni moyo unaosambaza uhai wa uwekezaji, ubunifu na ajira katika kila kona ya taifa. Akizungumza siku ya Ijumaa Novemba 14 mwaka 2025, wakati akizindua bunge la 13, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alibainisha kuwa sekta binafsi itakuwa nguzo ya utendaji wa serikali. Mtakubaliana nami kuwa sekta binafsi ni nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi, hususan sekta binafsi ya ndani. Tutaboresha zaidi mazingira ya biashara nchini kwa kukamilisha utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara, yani Mkumbi. Aidha, tutatekeleza mapendekezo ya tume niliyoiunda ya kuboresha mifumo ya kodi nchini ili kuwapatia wafanyabiashara wetu wepesi katika kufanya biashara zao. Tutaendelea kuweka nguvu zaidi kudhibiti mfumuko wa bei za bidhaa, ambayo ni hatua muhimu katika kupunguza gharama za maisha ya wananchi. Pia tutaweka motisha kwa viwanda vya ndani ili viweze kuzalisha kwa gharama nafuu na kuuza kwenye soko la ndani na nje. Tutaongeza vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi ili kuchochea uzalishaji na kukuza ushindani wa bidhaa za ndani. Mbali na mikopo, tutafungua fursa mahsusi kuhamasisha vijana na wamiliki wa biashara ndogo ndogo kupata elimu ya biashara na kuweza kujisajili katika mfumo wa kielektroniki wa manunuzi ya serikali, yani TANSIS. Vile vile, kupitia vyuo vyetu vya ufundi stadi VETA, tutaongeza programu maalum za mafunzo ya ufundi stadi na kuunganisha programu hizi na miradi ya kimkakati kama reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari, uchumi wa buluu, madini na gesi, ili vijana hawa wapate uzoefu na waweze kuajirika. Kwa watakuwa VETA wanasoma na wanakwenda kufanya mazoezi kwenye miradi mikubwa hiyo. Serikali itaanzisha kanda za kuendeleza ujuzi zitakazowezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika katika makampuni ya sekta binafsi
na kuangalia uwezekano wa kutoa vivutio maalum kwa makampuni yatakayotoa nafasi nyingi za ajira kwa vijana. Ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi unabaki kuwa nguzo kuu ya maendeleo ya taifa. Tanzania inachukua nafasi thabiti kikanda na kimataifa, ikichochea ukuaji wa uchumi, ajira na uwekezaji endelevu. Rais Dr. Samia akarejea tena kuhusu umuhimu wa sekta binafsi tarehe 12 Mei 2026 alipozungumza katika maadhimisho ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dhamira hii pia imeainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, ikiwemo msisitizo katika kukuza uchumi na kipato, kuongeza ajira na kuwawezesha wananchi kiuchumi. Malengo haya hayawezi kufikiwa kwa fedha za serikali peke yake. Yanahitaji mfumo wa fedha unaokusanya akiba, unaoelekeza mitaji kwenye uzalishaji na kuwekeza ukuaji wa sekta binafsi. Hivyo ni wajibu wa Benki Kuu ya Tanzania kuhakikisha kuwa tunakuwa na taasisi imara za fedha zenye kujenga biashara zenye mitaji ya kutosha. Tuwe na akiba ya kutosha ya fedha za kigeni itakayotuwezesha kufanya biashara nje ya mipaka ya Tanzania. Hakika, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na sekta binafsi ni chanda na pete. Labda nikukumbusheni tu kwa ufupi kauli zake kuhusu umuhimu wa sekta binafsi katika maendeleo ya nchi. Tarehe 14 Julai 2022, katika kongamano la kumuenzi Benjamin William Mkapa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisisitiza umuhimu wa uhusiano thabiti wa sekta binafsi na serikali. Tarehe 9 Juni 2023, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 14 wa Baraza la Taifa la Biashara, aliitaka sekta binafsi kushirikiana zaidi, kuboresha uratibu wa ndani na kuendelea kushirikiana na serikali katika kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Tarehe 15 Aprili 2024, katika kikao cha 37 cha kamati tendaji cha TNBC, ilitolewa taarifa na Katibu Mkuu Kiongozi kuhusu mafanikio yaliyopatikana katika kuboresha mazingira ya biashara. Tarehe 12 Juni 2026, katika maadhimisho ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania, Rais Dr. Samia alisisitiza upatikanaji wa mikopo nafuu kwa sekta binafsi, vijana, wanawake na wakulima, pamoja na kupunguza vikwazo vya kupata mikopo. Tuwe na mipango ya kuhakikisha taasisi zote za kifedha zinaimarisha uwazi kuhusu gharama za mikopo inayotolewa kwa wananchi. Mwananchi apewe taarifa sahihi na kwa lugha nyepesi, kiasi atakacholipa kwa kipindi gani na kwa gharama gani, kabla hajafanya uamuzi wa kuchukua mkopo husika. Na hayo ni kwa uchache tu. Dira ya Taifa ya Maendeleo katika ukurasa wake wa 26 kipengele cha 4.1.5 inasomeka kuwa, hapa na nukuu, sekta binafsi imara ni muhimu katika kukuza uchumi imara, jumuishi na shindani. Kuwepo kwa biashara ndogo, za kati na kubwa zinazomilikiwa na wafanyabiashara wa ndani na wa kigeni pamoja na mashirika ya umma ya kibiashara kunaimarisha ushiriki wa nchi katika soko la kimataifa, kuchochea ubunifu, utulivu na ustahimilivu wa kiuchumi na kuhakikisha ukuaji endelevu wa biashara unaoendana na mabadiliko ya soko. Mwisho wa kunukuu. Hali kadhalika, Ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030 ukurasa wa 13 sehemu ya 2.1.2 inasomeka kuwa, na hapa na nukuu, CCM inatambua kuwa sekta binafsi ndiyo mhimili wa ujenzi wa uchumi imara. Hivyo serikali ya CCM zitaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kukuza sekta binafsi nchini. Mwisho wa kunukuu. Nukuu mbili hapo juu
zinadhihirisha kuwa serikali ina maono thabiti kuhusu umuhimu wa sekta binafsi katika maendeleo ya nchi. Sekta binafsi ndiyo mapigo ya moyo wa maendeleo ya Tanzania. Maendeleo yanajengwa kwa ushirikiano wa serikali na sekta binafsi. Kama nilivyoanza kwa shairi, sasa niruhusuni nimalize kwa shairi pia, na nasema hivi: miaka ya 21 hadi 26 ikawa safari ya mafanikio yasiyofutika. Serikali na sekta binafsi wakashikana mkono imara, wakaijenga Tanzania yenye ustawi na biashara. Naam, kwa hakika sekta binafsi moyo wa taifa. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.